Naibu Waziri, leo tarehe 22 mwezi wa 6 2025 inajengwa historia katika wilaya yetu ya Songwe toka imeanza. Wilaya hii imeanza mwaka 2016, lakini jimbo la Songwe limeanza mwaka 1995 na mbunge kwa wakati huo alikuwa Mheshimiwa Edward Twina. Alikaa miaka 10 mpaka mwaka 2005 alipoingia mzee wetu Mzee Sigonda Gologolio, na baadaye nikachukua mimi mwaka 2010 mpaka leo. Swala la mradi wa barabara ya lami lilikuwa ni swala gumu sana la wabunge wenzangu wote miaka 30 iliyopita wakiongelea mradi huu. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa mradi huu umekuja kuangukia kwenye kipindi ambacho mimi ni mbunge. Mkurugenzi wa TANROADS, unajua nimekuja ofisini kwako mara kwa mara kuongelea barabara hii. Mheshimiwa Naibu Waziri, nimekuja ofisini kwako sana na kwa Mheshimiwa Waziri. Mawaziri wote wa Wizara ya Ujenzi hakuna sienifahamu pale ofisini juu ya ulilia barabara hii. Viongozi wengi wamekuwa akija mkoa wa Songwe, lakini ilikuwa ni ngumu sana kufika wilaya ya Songwe kwa sababu hakuna barabara ya lami. Lakini hayawi yamekuwa, leo tunaanza ujenzi wa barabara hii kutoka sasa kuja Mkwajuni na kwenda Iseche, inakwenda Mbala, inakwenda Kanga, Galula, Mshewe, kote huko mpaka Mbalizi, na maanake kule ni mkoa wa Mbeya. Lakini baada ya kumaliza kipande hicho ndipo tutakuja kumalizia ujenzi wa kutoka sasa kwenda mpaka Makongolosi. Alhamdulillah, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, mradi huu umekamilika wakati mimi bado naitwa Mheshimiwa Philip Mulugo. Najisikia mitano tena Najisikia ni mwenye bahati kubwa sana, mtendaji wa TANROADS. Jambo hili lilikuwa lisipokamilika mlikuwa mnaniweka kwenye hatari ya tabishi sana. Ukienda kwenye mitandao ya jamii ya wilaya ya Songwe wanasema Papa Mukulu umefanya mambo yote, maji hakuna shida, barabara za Tabora vijijini hakuna shida, si vituo vya afya, zahanati, elimu sekondari, primary, mitandao imefika mpaka Gua huko, na jana tumezindua mtandao wa Vodacom mpaka Gua mpaka Some. Lakini jambo kubwa ambalo lilikuwa linanitatiza ni barabara hii ya lami kutoka hapa sasa kwenda mpaka Mbalizi. Jambo hili ni kubwa sana. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Wamepita marais wangapi waje kutupa lami katika wilaya hii. Ni heshima kubwa sana. Naomba mnifikishie ujumbe Mheshimiwa Waziri kwa Mheshimiwa Rais. Haijapata kutokea. Namshukuru sana Rais kunipa lami katika wilaya hii ya Songwe. Namshukuru sana Rais Samia. Amenipa heshima kubwa. Hata kama sitaendelea kuwa mbunge, lakini nimejenga heshima kubwa sana. Nimepambania kupata wilaya, nimepambania kupata halmashauri, nimepambania kupata wilaya. Kama mlivyoona mambo yote yamefanyika. Ilikuwa ni barabara ya lami. Leo mimi niseme nini ndugu zangu? Nataka nimwambie tena Mungu, asante sana Mungu kuniumba nilivyo. Yawezekana mdomo wangu na maneno yangu yamekushawishi Mheshimiwa Waziri, yamemshawishi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ndani ya bunge. Nimelia sana. Leo yamekamilika. Natamani hata kulia nimwambie Mungu, asante sana Mheshimiwa Rais. Sina maneno mengi ya kusema, lakini mwisho nimshukuru sana mkuu wetu wa wilaya ya Songwe. Umenipa moyo mkubwa. Umenipa mpaka maneno ya kwenda kusema. Na mwaka jana umeniambia nenda zunguka hivi unaweza kupata lami. Na njia uliyokuwa umenipa siku ile ndio hiyo nimeitumia mpaka nimepata lami. Hongera sana Itunda. Mwenyekiti wa mkoa, viongozi wa mkoa wamekuwa akija pale mkoani. Unakuwa kila ukisimama, amekuja Mheshimiwa Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika nchi hii. Umemwambia siku ile kwenye hotuba yako mwenyekiti wa mkoa, ulikuwa huwezi kutokusimama kuisemea lami ya kutoka Mbalizi kuja Mkwajuni. Leo angalia hayawi yamekuwa. Si nikupe nini wewe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi? Mwenyekiti wa wilaya ndio niseme pamoja na kamati ya siasa ya wilaya ya Songwe, mmekuwa mkinipa nguvu kweli kwa ajili ya jambo hili. Lakini mwisho, Mheshimiwa Naibu Waziri, wewe ndio unajibu maswali ya serikali pale bungeni ya barabara zote nchini Tanzania bara. Nimekuwa nikikuuliza maswali mengi ya msingi. Nimekuwa nikikuuliza maswali mengi ya nyongeza juu ya barabara hii. Unaniambia Mheshimiwa Mulugo, pindi serikali itakapopata hela utapata. Nimekuwa nikigombana wote sana. Nikanamwambia Kasekenya,
Kasekenya unatoka Ileje. Wewe ni mbunge kama mwenzangu na ni mbunge wa mkoa wa Songwe. Akaniambia papa, mambo yanaenda polepole, subiria tu. Leo hayawiyawai imekuwa. Sio nikupe nini? Nimekuwekea jogoo mkubwa, utaenda kula na familia yako. Mimi naondoka leo kwenda Dodoma. Kesho tukutane Dodoma na kuletea jogoo mimi mwenyewe, wala sitaki nichafue gari yako pale. Na kuletea mimi mwenyewe. Ukale jogoo huo na ukamwambia Mheshimiwa Ulega, Mheshimiwa Mlungu anasema asante sana, asante sana. Mtendaji wa TANROADS, najua sasa tutaanza kuiona Songwe. Hujawahi kufika wilaya ya Songwe kwa sababu ulikuwa huna barabara huku. Sasa umepata, huu ni mradi mkubwa, najua utakuja kwanza ukagua mafundi wako kila mara. Huku kuna madini ya dhahabu. Na wewe njoo tukupe leseni uchimba madini mzee. Huku kuna matajiri wakubwa. Na watu walikuwa wananiuliza, huku kuna dhahabu, kuna ziwa Rukwa, kuna asali huko Ngwala, kuna mgodi mkubwa wa rare earth, madini adimu duniani ya kutengeneza mabawa ya ndege na hizi magnetic. Iko Ngwala kule. Ni mradi ambao Mheshimiwa Waziri wa Madini amekuja hapa wiki mbili zilizopita tulikuwa Ngwala kuzindua mgodi ambao serikali itapata faida ya trilioni 12 katika miaka 33 ya mgodi, ya uhai wa mgodi kule Ngwala. Kwa hiyo ni lazima Mheshimiwa Mkuu wa TANROADS, baada ya kumaliza barabara hizi kutoka sasa kwenda Mbalizi na Mbalizi kwenda sasa mpaka Makongorosi, tuendelee sasa kufikiria kupasua barabara ya kutoka hapa Mkwajuni kwenda Gua mpaka Mpanda. Ndio mawazo yetu sisi. Tupasue barabara kutoka hapa Gua kwenda Mpanda. Naomba vile vile mliangalia hilo, siombi lami lakini angalau mnipasulie barabara. Kwa sababu wananchi wa Songwe kutaka kwenda Mpanda lazima waende Mbeya, waende Tunduma, waende Sumbawanga, ndipo waende Mpanda. Kumbe hapa wana kilomita 280 tu tayari umeshafika Mpanda. Lakini vile vile mmetufungulia barabara kutoka Makongorosi kwenda mpaka Manyoni. Leo mimi nikitaka kuondoka hata leo naenda Dodoma, napita barabara ya Makongorosi, naenda mpaka Rungwa, naenda Manyoni, naenda Dodoma, nafika Dodoma salama. Jamani, baada ya kusema haya, kwa niaba ya wananchi wa Songwe tunashukuru sana kwa jambo hili kubwa ambalo lilikuwa linanisumbua sana kwenye akili yangu. Asanteni sana sana.